Kwa namna ambavyo watu wengi wamekueleza hapa, na kwa namna ambavyo documentary imekueleza, na kwa namna ambavyo kitabu kimekueleza, na kwa sisi tunavyokufahamu, mimi leo nimeridhika kabisa kwa wewe ni mufti wa amani na maridhiano. Tumswalie Bwana Mtume Muhammad. Wewe ni mufti wa amani na maridhiano, na nchi yetu imekuwa na bahati kubwa sana kutokana na misingi imara iliyowekwa na kujengwa na waasisi wa taifa hili. Tumekuwa na bahati ya kuwapata viongozi wenye kupenda kudumisha amani na kuizungumza bila uoga wowote, wenye kuhubiri umoja na mshikamano. Na wewe Mheshimiwa Mufti ni katika hao viongozi tuliopata bahati ya kuongozwa nao, iwe katika serikali kama vile ambavyo leo tunaye Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anayehubiri jambo la amani, umoja na utulivu wazi wazi na kulipa kipaumbele kikubwa, na inaishia hapo. Analisema na jambo la maridhiano wazi wazi, tena akaliundia na falsafa ile ya R4, na kama haitoshi likawekwa na katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwamba inshallah taala tutakapopata ridhaa ya Watanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan atahakikisha ya kwamba kwa haraka ndani ya siku zake 100 za mwanzo anafanya jambo linalohusu maridhiano, kuwa na chombo mahsusi kitakachokuwa kikizungumza maridhiano katika taifa letu. Na wewe mara baada ya kuwa ulipata nafasi hii, tumeona kupitia documentary ya kwamba ulifanya kazi hiyo ya kusanya makundi ya Waislamu waliokuwa wengine hawazungumzi lugha moja na wakahasimiana, ukayaunganisha makundi hayo, na kila mmoja akaiona kwa BAKWATA ile milango iliyokuwa imefungwa sasa iko wazi. Ulimfungulia kila mmoja mlango, kila taasisi na kila mwanajamii. Kazi hii uliyoifanya ndio iliyonifanya mimi niseme kwamba wewe ni mufti wa amani na maridhiano, na kwamba nchi yetu ina bahati kubwa sana ya kupata viongozi wa serikali na vile vile viongozi wa kijamii wanaotuongoza katika utaratibu mzuri sana wa kutunza na kuhimiza kutunza amani yetu, mshikamano, umoja na utulivu, na hata watu kuto kubaguana kwa namna yoyote ile. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee kuishi hivi kwa amani na utulivu na bila ya kubaguana kwa namna yoyote ile, na inshallah iwe sisi ni wakali sana mkiongozwa na nyie viongozi wa dini, kwa wale wote wanaoonekana wanayo nia ya kutaka kutufanyia namna yoyote ile ya kutaka kutugawanya, ama namna yoyote ile ya kutaka Watanzania kuwa na makundi ya kubaguana. Mheshimiwa Mufti na ndugu wahudhuriaji wenzangu wote katika hadhara hii amani na utulivu, Mheshimiwa Mufti, wako watu hapa duniani
hivi sasa wanafanya sana utafiti na studies kabisa za kuanza na kufikiria hivi ni kitu gani hasa hawa wa Tanzania, kwa nini wanadumu katika hii amani na utulivu. Na sisi pekee yetu katika Afrika tunao watu tunaofanana nao, wana makabila mengi kama tulivyo nao sisi, wana dini si nyingi kama tulivyo sisi. Tuko Waislamu, wako Wakristo, wako na wachache wa Hindu, lakini hao wenzetu wanaishi kwa mashaka makubwa sana, wakitanguliza dini zao, wakitanguliza na kabila zao. Hali hiyo ni tofauti kwa hapa Tanzania. Narudia kusema ni kwa sababu ya misingi imara iliyojengwa na waasisi wetu, lakini ni misingi imara mnayoiendeleza ninyi viongozi wetu wa kijamii. Na kwa upande wetu sisi Waislamu ni wewe Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubeir bin Ali, na Mwenyezi Mungu akujalie uendelee wewe na mashekhe wote na viongozi wa dini zingine pia waendelee kufanya kazi kwa pamoja kwa kuilinda amani ya taifa letu, mkisaidiana na viongozi wa serikali. Mheshimiwa Mufti, nimalizie kusema ya kwamba hii miaka 10 imekuwa ni miaka 10 ya mafanikio. Nimemsikia hapo babangu Sheikh Abri katika namna alivyokusifu na kukuelezea, na kuna nukta kidogo kwa mbali nimemwona ameigusa, akasema anakuombea sana Mwenyezi Mungu uendelee hivyo, kwa wewe ni mtu mwenye kuhubiri amani, mwenye kuhubiri maridhiano na mwenye kuhubiri maendeleo. Maana yake ni kwamba anakuombea usibadilike, uendelee kuwa mtumishi wetu. Na mimi pia vile vile ninakuombea hivyo hivyo, kwa kuwa jamii bado inao uhitaji mkubwa wa hii kazi unayoifanya. Na sisi ta serikali tukiongozwa na jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tunaendelea kuombea wewe na jeshi hili kubwa kabisa unalo liongoza la mashehe, waendelee kumuunga mkono jemedari huyu anayehubiri kuvumiliana, anayehubiri kujenga upya, anayehubiri maridhiano, Daktari Samia Suluhu Hassan, ili amani na utulivu katika taifa letu uendelee kusonga mbele. Maana hatuwezi kujadili maendeleo ya ujenzi wa barabara, hatuwezi kujadili maendeleo ya ujenzi wa zahanati, hospitali, hatuwezi kujadili maendeleo ya uchumi wa mtu mmoja mmoja, wala hatuwezi kujadili maendeleo ya jambo lolote lile isipokuwa pawepo na amani. Wewe ni mufti wa amani na maridhiano. Hongera sana Mheshimiwa Mufti, hongereni sana wote mnaomsaidia, na Mwenyezi Mungu akubariki wewe, uendelee kuwa na afya njema. Akubariki na timu yako yote inayokusaidia ifanye kazi ya kukusaidia kwa dhati ya moyo wao wote, wakitanguliza mbele maslahi mapana ya umma wa jamii na wamama Tanzania, na wakawe waadilifu wakati wote, na bila ya kufikiri kinyume
cha kuihudumia jamii. Mheshimiwa Mufti, asante sana kwa nafasi hii niliyoipata, na narudia tena kukupongeza kwa jambo hili adhimu na muhimu kabisa Tanzania. Tuzo mbalimbali zitatolewa. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba huku kwanza usitoke. Tunamuomba Mheshimiwa Mufti wa Tanzania anakuja. Kuna jambo ambalo la uzinduzi wa tuzo litafanywa hapo kisayansi. Baada ya hapo tutakuja kwenye hatua ya zawadi. Baada ya zawadi, dua ya mwisho, twende tukapumzike. Asante sana mgeni rasmi kwa hotuba ambayo ina shehena ya maombi ya kumwombea Mufti wa Tanzania na kuthibitisha Mufti amethibitishia umma ya kwamba yeye ametuvusha. Sasa kinachoendelea hapa ni uzinduzi wa tuzo ya elimu, uzinduzi wa tuzo ya elimu ya Mufti ambayo wataalamu tunaomba muiweke sasa vizuri. Hatimaye hilo jambo lifanyike. Ikishamalizika hilo, kuna makundi maalumu ambayo ni ya zawadi.